إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. طبعا tunaendelea na Bulughul Maram, tuko katika babu al-udhu. Na afwan, jana tulianza mlango mpya ambao unazungumzia habari ya kupaka juu ya khofu mbili, babu al-mashu ala al-khuffaini. Tukasoma hadithi ya kwanza, hadithi al-Mughira bin Shu'ba radhiallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. Hii ni hadithi ambayo tulisoma jana. Kwa hiyo inaendelea hadithi hiyo, walil arba anhu ay anil Mughira illa an-Nasa'i anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam masaha أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. وللأربع نكتك مapokezi ya maimamu wanne, وللأربع نكتك مapokezi ya maimamu wanne عنه أي عن المغيرة. Kwa hiyo hapa nakusudia kwamba hadithi ya mwanzo kama tulivyoiona ni muttafaqun alayhi, iko katika Bukhari na iko katika Sahih Muslim, lakini ikapokewa hadithi kwa huyu Mughira na maimamu wanne, lil arba'a, ndio akasema walil arba'a, na kwa maimamu wanne imepokewa anhu kwa huyo Mughira bin Shu'ba ay anil Mughira, illa isipokuwa an-Nasa'i, imamu an-Nasa'i, kwa maana yeye katika wale wanne kawa yeye hayumo. Anasema ana nabii sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam masaha, alipaka a'la al-khuf, yani juu ya khofu. Masaha, alipaka mtume sallallahu alayhi wasallam a'la al-khuf, yani juu, a'la bimaana juu ya khofu, kisha akapaka wa asfalahu, na chini yake, yani chini ya khofu mbili, wa asfalahu, na akapaka chini yake, kwa maana chini ya khofu. Kwa hivyo hadithi hii inafahamisha kwamba upakaji wa khofu ni juu ya khofu na vile vile chini ya khofu, ambapo ndio kwenye unyayo, kwenye kukanyagia. Walil arba, na katika mapokezi imamu wanne anhu, kutoka kwa huyo sahaba al-Mughira ila an-Nasa'i, nasema Mughira ana nabii sallallahu alayhi wasallam masaha, akapaka ala, yani juu ya al-khuf, juu ya zile khufu zake, wa asfalahu, na vile vile akapaka chini yake, yani chini ya zile khufu. Wa fi isnadihi, na katika sanadi yake hadithi hii ambayo imepokewa na mama wanne, dha'fun, kwa maana kuna udhaifu, dha'fun, uko udhaifu katika ile sanadi, yani ule mtungo wa wapokezi, yani ile chain of narrators, basi kuna udhaifu. Almuhim, hadithi hii ni dhaifu, hii tulisoma sasa, na وقد ضعفه أئمة الحديث, wanazuoni wengi wa masala ya hadithi, aimma ambao ni wengi kabisa, maimamu wameidhofisha hadithi hii kwamba mtume alipaka juu ya khofu zake alafu na chini ya unyayo wake akapaka. Wanazuoni wanasema hii ni hadithi dhaifu. Thumma, kisha anasema Ibn Uthaymeen, innahu yukhalif, hadithi hii ya Mughira hii ambayo alipaka mtume juu na khofu chini ya khofu, inapingana alhadithi alladhi ba'dahu, na hadithi ambayo tutaisoma punde sasa hivi, wa huwa hadithun Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, na ambayo ni hadithi Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Kwa hiyo hapa tuelewane tu kwamba kabla hatujenda huko mbele, hadithi hii ni dhaifu. Naam, kuna hadithi sasa ambayo Ali bin Abi Talib yenye usahihi zaidi. Hadithi hii inasema hivi, wa an Ali radhiallahu anhu, kutoka kwa Ali bin Abi Talib, annahu qala, kwamba yeye amesema Ali ibn Abi Talib, lau ingelikuwa adinu, yani dini, birra'i, kwa rai, birra'i, kwa rai, lakana ingelikuwa asfala al-khuf, yani chini ya khofu, yani uko kanyagia kwenye unyayo, lakana ingelikuwa asfala al-khuf, asfalul khuf, chini ya khofu, yani hukuno kukanyagia, ingelikuwa ni aula
ni bora zaidi, aula ni bora zaidi bilmashi kupaka, aula ingelikuwa ni bora zaidi bilmashi kupaka, min kuliko a'lahu juu yake, yani juu ya hizo hofu, min a'lahu kuliko kupaka juu ya hofu. Anasema Ali radhiallahu anhu, wa qad ra'aytu, na kwa hakika nimemuona kwa jicho langu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa qad ra'aytu, na kwa hakika bila shaka nimemuona Rasul sallam yamsahu, akipaka ala dhahiri khuffaihi, juu ya khofu zake, dhahiri kwa maana huku juu na si kwenye unyayo. Nasema nimemuona, wa qad ra'aytu, tena hakika qadi kwa maana ni inatumika litakidi, kusisitiza jambo. Wa qad ra'aytu, na kwa hakika nimemuona Rasulullah sallam yamsahu, akipaka ala dhahiri khuffaihi, juu ya khofu zake na sio chini. Sikumuona chini, nimemwona akipaka juu ya khofu zake. Hadithi hii ni hadithi ambayo akhrajahu Abu Daudi biisnadin hasanin, kwa sanadi ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo ndio yenye kutegemewa kuhusu kaifia ya upakaji wa hofu, ni juu na sio chini, kama tulivyoona hadithi ya kwanza. Wa an Ali radhiallahu anhu, kutoka kwa Ali radhiallahu anhu, annahu qala, kwamba hakika amesema, law kana dinu, law ingekuwa dini birra'i, kwa rai, lakana ingekuwa asfalul khuf, yani chini ya khofu, sehemu ya kukanyagia, aula bil mashi, ni bora zaidi kupaka, min a'lahu, kuliko juu ya khofu, juu ya khofu. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika mimi nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam yamsahu, akipaka ala dhahiri khuffai, juu ya khofu zake, dhahiri yani juu ya khofu zake na sio chini. Akhrajahu Abu Daud biisnadin hasanin. Katika hadithi hii anasema Sheikh Uthaymeen katika sharh yake ya Fathul Jalal wal Ikram ya Bulughul Maram kwamba hadithi hii ya kwanza ya Mughira na hii hadithi hapa sasa hivi ya Ali ni hadithi ambazo ukiziangalia nje hivi, yani ule mtazamo wa haraka utaona fahadhani hadithani mutaaridhani, yani ni hadithi ambazo zina contradicts, zinagongana. Lakini hii ya mwanzo, lakini awwal dhaifu, hadithi ya mwanzo ni dhaifu. Sasa hili ni nukta ambayo ya mambo ya elimu ya sayansi ya hadithi. Siku zote panapokuwa na mgongano wa hadithi mbili, sasa hadithi inapokuwa moja dhaifu, basi inakuwa moja kwa moja mgongano ule umeisha. Kivipi? Hadithi dhaifu naye kwa pembeni inachukuliwa hadithi sahihi. Kwa hiyo hapa mgongano huu haupo. Kwa nini? Kwa sababu ushaondolewa. Hadithi ya mwanzo ni dhaifu, huwezi kueleza kama ni hoja, kama tunafanya munakasha, bwana hofu unapaka juu na chini, lete dalili. Mughira bin Shu'aib anasema na mimi nakwambia hofu inapakwa juu tu, lete dalili. Ali bin Abi Talib lau kana dini. Sasa tunakuja kwamba wewe hadithi yako hii ikoje? Inaonekana hadithi yako ni bomu dhaifu. Basi mchezo umeisha, kwa maana mjadala umefungwa na utakuwa umeshindwa kwa sababu hadithi ni dhaifu. Kwa hiyo hapa shekhe anataka kufahamisha kwamba hadithi ya mwanzo ya Mughira ni dhaifu na hii ni ya pili ni Ali ni sahihi. Tunaishika hii hadithi ya Ali sahihi. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba ukiangalia hii hadithi ya Ali hii, idha nadharna ila hadhihi almas'ala bira'yi al'amiq, yani tukizama deep, tukatazama tukachunguza kwa ndani kabisa, wajadna, tunakuta ya kwamba anna ala al-khuffi aula bil mashi min asfali, kweli kupaka hofu juu ni bora zaidi kuliko chini. Anasema ukizingatia kwa ndani. Akasema Sheikh Uthaymeen liannaka idha masahta ala al-khuffi masahta ala shay'in nadhif, ikiwa umevaa hofu zako na imefika wakati wa kutawadha huvui, basi unazipaka. Lakini huku kupaka juu huku, hili ni jambo ambalo mbona linaingilika akilini, kwa sababu unapaka sehemu ambayo ilikuwa iko safi na dhaifu, unapaka eneo ambalo liko safi kabisa,
ala shay'in lam talawthuhu al-ardu bil-adha wal-qadar, sehemu ambayo haijachafuka katika kukanyaga ardhi, takataka na mambo mengine mazaga iko safi kabisa. Lakini walau masahta ala al-asfal, basi fatalawatta yadaka bil-adha wal-rasakh, lakini kama utapaka chini ya hofu, utapaka chini, basi naam, mkono wako utachafuka. Kivipi? Kwa sababu huku chini si umekanyaga wewe. Tunaona kwamba mbele tutaje kuona hadithi zinakutoa ruksa kwamba mtu mwenye kupaka hofu anakuwa anapaka nazo hizo hofu zake, akina nazo salani, sio akenda wapi, akipopote akina nazo yeye anapaka juu. Sasa ikiwa utapaka chini, wewe ushakanyaga vitu mbalimbali. Sasa huoni kama kupaka utakuwa unajichafua mkono wako na unachafua zaidi? Lakini ukipaka juu ni sehemu ambayo ilikuwa ni clean, haikuwa na matatizo. Kwa hiyo hapa ndio upakaji. Na akasema shekhe ya kwamba ifahamike kuna tofauti baina ya kupaka au wengine nasema kupangusa na kuosha. Sasa hapa hukumu ya hapa, mguu hauoshwi, na kama ingelikuwa kuoshwa ingelibidi kwamba mtu avue zile hofu zake mbili. Hapa anapaka. Sasa kupaka inabidi ile sehemu ambayo ilikuwa iko tayari. Nafikiri hata kama mtu anaoga kisha baadaye anajipaka mafuta, au umemwona mtu ajipaka mafuta kabla hajaoga. Kwa hivyo na maana ukijipaka mafuta kabla hujaoga na jasho lako ndio unajizidishia uchafu. Sasa ukipaka chini ina maana uchafu ndio unauzidisha, lakini juu kuko safi. Ndio hikma akaielezea Sheikh Uthaymeen kwamba hapa inabidi watu wafahamu kwamba kuna ule undani wa jambo hili. Na jambo jingine akasema vile vile, lakin almuradu bita'abbudu lillahi, hii vile vile ifahamike ni jambo la ibada. Kwa hivyo jambo hili la ibada linakuwa ni jambo ambalo tena halina mjadala. Bwana Mtume kapaka juu na sio chini, na sisi tupake juu, hakuna mjadala. Na ndio maana Ali bin Abi Talib akasema lau kana dinu bil, lau kama ingelikuwa dini twatumia akili zetu, rai, yani vile unavyoona wewe, basi ingelikuwa hofu chini ni zaidi kuliko juu. Lakini nimemwona Mtume akipaka juu. Kwa hivyo kuona kwamba dini inatakikana hivyo hivyo alivyofanya Mtume, ndio hivyo. Isiyo tena mpaka mtu acha, kwani kuna hikma gani hapa? Kwani wanasayansi wamesemaje? Ni kwamba dini inakwenda kwa mujibu wa dalili. Kwa hivyo dini hii, ndugu zangu Waislamu, katika moja ya faida tunazipata hapa ni dini ambayo haitaki mtu kutumia akili yake. Yeye afate kila kitu, asitumie akili ikawa ndio akili ndio kitu cha mwisho. Yani kuna watu katika mambo ya dini, jinsi wanavyotumia akili zao na rai zao, mara nyingi sana utamsikia mtu anasema kwani kuna ubaya gani? Yani yeye ile rai yake, kwani kwa maulidi kuna ubaya gani jamani? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kuna ubaya gani? Sasa anatumia nini? Rai yake, lakini kumbe ni kitu hakiko, ni bid'a. Na mambo mengi watu, hata hizi nguo hizi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelezea kwamba libasul mu'min ila nisfi saqai, nguo ya Muislam ifike nusu ya muundi, lakini ikiwa chini ya al-ka'baini fa huwa fi an-nar. Sasa mtu anakuja na kwani hivyo ndo mtu akaingizwe motoni kwa sababu ya nguo tu? Maana sasa mara nyingi tuna judge mambo, akili zetu ndio tunazifanya zina maamuzi katika dini. Dini haitaki hivyo. Dini inataka kwamba imekuja dalili basi unaitekeleza tu. Na vile vile hasara moja inayopatikaniwa katika dini ya watu wengi ni kudhania kwamba mara nyingi watu wadhania, yani kila kitu tu anadhania mtu. Wama yattabu aktharuhum illa dhanna, wengi hawafati katika dini isipokuwa anadhania. Inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, dhana haisaidii chochote mbele ya haki. Wengi dini zetu, basi mimi nadhania tu kwamba haina tatizo lolote. Au mwingine anakuja akasema kwamba unajua bwana, mimi sikusoma dini lakini hili halijaniingia katika akili, halijani click, sijasoma dini. Sasa hivi ndivyo watu wengi, kwamba dini unaichukulia kama ni hapana. Dini ni kufuata dalili. Na ndio maana Ali bin Abi Talib akasema lau kana dinu birra'i, lau ingelikuwa dini kwa rai, lakana asfalul khuffi, ingelikuwa chini ya hofu, au la ni bora zaidi bilmasi, kupaka, min a'lahu, kuliko juu yake. Waqad ra'aytu,
na bila shaka nimemuona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu akipaka ala dhahiri khuffaihi juu ya khofu zake mbili. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasanin. Naam, tutasimamia hapa hadi juma lijalo, kwa maana kesho Ijumaa mapumziko. Jumamosi tutaendelea na hadithi inofuatia hapo mbele. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.